Naitwa Geoffrey Mwambeki, ni kijana lakini pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Nina maswali katika mada zote mbili. Tukianza na mada ya kwanza ya mkuu wa jeshi la polisi, swali lake ni moja tu, ni kwa namna gani jeshi la polisi litafanikiwa kumtambua ni mtu gani ni mhalifu na mtu gani sio mhalifu. Hilo ni swali lake. Lakini kwa mada ya pili kuna maswali manne, ambayo swali la kwanza, swala la mkopo ni je, mkopo huu una vigezo au masharti gani? Swali la pili ni je, mkopo huu una riba? Swali la tatu, je, mkopo huu ni kwa mtu anayetaka kuanza biashara au aliyeanza tayari biashara? Swali la nne ni je, mkopo huu kiwango cha juu cha mwisho cha kuwapatia watu ni kiasi gani? Kwa nini nimeuliza maswali haya? Nimeuliza maswali haya nikisimama kuwakilisha wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, kwa sababu wanafunzi hawa wana changamoto kubwa, na ninazungumza haya nikiwa nina ushahidi wa experience kwa sababu mimi ni kiongozi wao. Nashukuru sana. Nahitaji kujua katika haya. Asante sana Geoffrey. Nashukuru. Kule nyuma kwenye hii jukwaa la huku wa mwisho. Juma Siaba ni mfanyabiashara. Nina swali langu kumuuliza kamanda Mulilo hapo. Nadhani itafikia mwafaka. Swali langu la kwanza linasema, je, kuna elimu gani ambayo inatolewa kuhusu kudumisha amani kwa hao wananchi ambao walokopo majumbani? Je, inawafikiaje au wanapata elimu gani? Kwa sababu kama sisi tumekuja katika sehemu kama hii Mao, je, na wao kwa hao walokopo majumbani inawafikia vipi elimu hii? Au tunafanyaje kama makamanda kuhusu kupata elimu hii na kudumisha amani? Kikubwa tunataka amani iendelee katika nchi yetu. Tunafikia vipi wale watu ambao wapo majumbani, kuanzia wanaume mpaka vijana na watoto? Cha pili, ningependa kuuliza kuhusu habari za mikopo. Mikopo baada ya kuchukua, kuna muda gani wa kurudisha baada ya kuchukua mkopo? Na je, katika kuchukua, kabla hujachukua mkopo, tunakaa muda gani ili tupate mkopo? Ni hivyo tu. Nawasilisha. Asante. Anaifuata. Asante Mheshimiwa Waziri, Mama Koe na kamanda wetu. Kwa jina naitwa Maua Sylvester Francis. Mimi nilikuwa naomba ufafanuzi. Mwaka jana tulikutana hapa kwa ajili ya imarisha uchumi na Mama Samia. Sasa hapa nilikuwa naomba ufafanuzi, kwa sababu tulipewa kazi ya kwenda kuingiza watu kwenye mfumo kwa ajili ya imarisha uchumi na Mama Samia. Na ile fomu tulikuwa tukijaza, kitengo cha mwisho mpaka ulikuwa na account number, tulitumia benki ya NMB. Sasa tulipomaliza mpaka sasa hivi tunaona kimya. Hapa naomba ufafanuzi kwa sababu maswali ni mengi. Mimi natokea kata ya Mnyamani. Wamama wajasiriamali wanakuja kuniuliza, vipi kuhusu ile imarisha uchumi na Mama Samia? Tunafanyaje? Mimi nikamwambia kama ni mikopo tuwaunde kwenye vikundi, wanakubali, lakini wengine bado wanakuja kuuliza tena. Hapa naomba ufafanuzi. Asante. Umetoka kata gani? Kata ya Mnyamani, wilaya ya Ilala. Ilala. Ni katibu wa jukwaa la wanawake kata ya Mnyamani. 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 Sawa. Okay. Asante. Naomba mpe huyo kaka hapo mwenye kofia, amenyosha mkono muda mrefu. Ngoja MC wetu watangaze jambo hapa, watakao tangaziwa wasikilize. NMB hapa. NMB mwakilishi pamoja na CRDB waje mbele tafadhali. Alafu afisa biashara wa soko lile ambalo mama amezungumza hapa, naye pia aje amsaidie Mheshimiwa Waziri eneo hili. Asante sana MC. Haya, tuendelee kaka mwenye kofia hapo. Asante Mheshimiwa. Kwa jina naitwa Kasim Kibwe. Mimi ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu SHIVYAWATA Kigamboni. Na hoja tatu. Hoja ya kwanza, niulize kwa afisa biashara
kati ya manispaa yetu. Kwa nini tunakosa vizimba kila wakati tukiomba? Hilo la kwanza. Hoja ya pili ni kwamba kuna watu wenye ulemavu, hususan watu wenye ualbino, wamejiunga katika swala zima la kilimo, lakini hawana ardhi, japokuwa halmashauri tunashukuru wametoa eneo katika shamba darasa kule Gezaulole, lakini lile eneo ni la muda na la mkataba. Sasa tutakapoisha tunakwenda wapi? Kwa hiyo hili naomba halmashauri ya manispaa Kigamboni walishughulikie kama kupata ardhi au vipi itakavyokuwa. Lakini hoja ya tatu katika masuala mazima ya mikopo ya 2%, japokuwa serikali imetangaza kwamba mtu mwenye ulemavu anaweza kuomba mmoja, lakini bado kuna ugumu wake. Ugumu uliopo ni kwamba wanaambiwa wajiunge wawili. Sasa kwa mfano, mtu mwingine yuko labda kata nyingine, mwingine yuko wapi, inakuwa ni ngumu. Halafu tena wanaambiwa katika mtaa wenu mjitafute, mkiwa wawili mjiunge ili muweze kupata mikopo. Sasa inakuwa ni ngumu vile vile, ndio yale ya mwanzo yaliyokataliwa ya watu 5 kujiunga, mwisho watu wanakimbiana. Hatimaye leo kuna sifa mbaya. Ni hayo tu. Asante sana. Ni wapi huko mnakoambiwa mwa walemavu wawili? Ni Kigamboni. Anayefuata hapa. Asante. Sianze kuongezeka. Mbona mnaongezeka nyinyi? Unaona hawa hapa? Wale. Hebu nyie simameni wenye maswali. Ngoja kwanza tuwakariri. Mnaongezeka? Nyie mtakaa mpaka saa 12, mimi field marshal nipo vizuri mnajua. Mko ngapi? Msizunguke wa hesabu. Watu wa maiki wa hesabuni. Dakika moja na usirudie na asiongezeke mtu. Sawa ndugu zangu? Haya. 3, 7, 8, 9, 10. Dakika moja. Urefu acha utangulizi, wewe piga swali. Haya, wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri pia itapendeza kama tutaondoa la kwanza, la pili, la tatu, la 4. Mtu aende straight kwenye swali moja tu, jengine atauliza mwingine. Chagua swali lako zuri, mengine wewe andika lete, sisi tunakwenda kuyajumuisha. Asante sana. Mimi sina maswali, sema na ushauri. Naomba kwa majina naitwa Mariam Simba, ni mwenyekiti wa machinga wilaya ya Kinondoni. Naomba ni shauri sehemu ya mikopo ya 10%. Sisi kama wajasiriamali tulokuwa masokoni tuna changamoto. Tukiunda vile vikundi, kwa sababu tunatoka wilaya zingine na tunafanya biashara kwenye wilaya zingine. Kwa hiyo kata zetu zinakuwa tofauti. Sasa ile mikopo vigezo vinatukataa kwa sababu kata zinakuwa ziko tofauti. Kwa hiyo ushauri wangu, nilikuwa naomba kama wafanyabiashara wa masokoni tutambulike kwenye kata za zile sehemu tunakufanyia biashara, kwa sababu ndio maisha yetu kiasi kikubwa yako pale katika biashara. Tunatoka usiku huku tunashinda sana hilo. Lakini tunakuja katika mikopo hii ya Mama Samia. Mikopo ya Mama Samia, mheshimiwa, muongozo tuliopewa na kule masharti tunayopata ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tunaomba turudi kwenye muongozo wa wizara ili tuweze kupata ile mikopo, kwa sababu usumbufu umekuwa mwingi sana katika benki ya NMB. Kwa hiyo tunaliomba hilo. Ni hayo tu. Asante. Haya, mwingine. Mnaongea wawili? Ayupi sasa anaongea? Haya, huyu wewe uko tayari? Una maiki? Mpe sasa aongea ambaye ana maiki karibu. Asante. Niko tayari. Mimi naitwa William John Sanyiwa, ni katibu msaidizi soko la Makumbusho. Swali langu ni kuhusu mikopo ya 10%. Tumeona walioko kwenye vikundi na wafanyabiashara kwa ujumla ni wanarika mbalimbali, ni umri wao ni tofauti. Katika soko utakuta kuna watu over 40 years na pungufu ya hapo, na ni mchanganyiko. Sasa katika mkopo huo kuna masharti ambayo nimeona yamewekwa
kuna watu ambao wanaume hawatakiwi kupata mkopo zaidi ya miaka 40, na pia ni wafanyabiashara na wanategemea biashara yao katika mtaji huo. Tulikuwa tunaomba kwenye hiyo kipengele tujaribu kurekebisha, kwa sababu kama tunasema tuwe 50% kwa 50 wanawake kwa wanaume wote 50-50, sasa inakuwaje wanaume wanatengwa? Tulikuwa tunaomba wanaume nao waweze kuongezewa at least age kwenye huo mkopo, ili na wenyewe wapate, wenye over 40 years. Asante. Asante. Mwingine? Asante sana waheshimiwa. Mimi kwa jina naitwa Bakari Hassan Titus, ni mjumbe katika soko la Mtambani Kinondoni. Naomba nisikilizwe vizuri. Hii nchi ya Tanzania ni yetu sote, kuanzia watoto, vijana mpaka wazee. Bahati mbaya bwana, hapa kuna maeneo amenifilisi kidogo. Ninachokishangaa mimi ni wananchi wa Tanzania kugawanya sehemu mbili. Vijana wa kiume mwisho miaka 44, wanawake jinsia ya kike mpaka awe na miaka 100 haguswi. Lakini vijana wa jinsia ya kiume miaka 44 mwisho, kuanzia 45 mpaka miaka 100 aende wapi? Hivi huyu sio Mtanzania au mnamtaka mpeleke wapi huyu? Lakini wakati wa uchaguzi kama hivi tunakoelekea, watu wote hakuna ubaguzi. Lakini wakati wa kupeana posho au vitu vya kutumia hivi kuna ubaguzi tu. Hapa tunaenda wapi? Naomba ufafanuzi, waziri unayehusika na swala hili, naomba ufafanuzi wa kina ili jinsia ya kiume jijue kwamba nao ni Watanzania katika nchi hii. Kinyume chake tueleze kwamba Tanzania huu unaishia wapi, unaanzia wapi. Naomba majibu ya kina niyaelewe katika siku ya leo. Asante sana. Naomba jina lako. Mimi naitwa Bakari Hassan Titus, ni mjumbe wa soko la Mtambani Kinondoni mjini. Nasikia Titus ndio jina langu. Soko gani? Soko la Mtambani Kinondoni ndio niko pale. Cheo changu ni mjumbe pale. Asante sana. Tunataka tumalize hapa. Nani hapo? Kwa majina naitwa Pamela Eliakim Kokani. Nilikuwa namuuliza afisa biashara maendeleo. Sisi vijana wa Kinyerezi tulifuata process zote za kuomba mkopo na tumeshamaliza na cheti tushapata, lakini mpaka leo hii hatujatembelewa na mabibi maendeleo wala zile kamati. Nilikuwa nauliza sisi vijana wa Kinyerezi mnatufikiriaje? Tunaomba mtusaidie tuweze kupata mikopo yetu, kwa sababu ni muda mrefu sasa, inaenda mwezi wa 6 huu na hatujatembelewa na vitu vyote tushakamilisha. Asante. Asante. Jina? Pamela Kokani. Pamela. Okay, asante. Tunataka tuondoke hapa. Kwa majina naitwa Neema Mohamed Mongo. Swali langu moja kwa moja naenda TRA. Kwa sisi ambao tuliofanikiwa kupata mikopo ya 10%. Uko wapi kwanza? Okay, endelea. Kwa nyinyi mliofanikiwa kupata mikopo ya 10%, kuna shida kidogo tunapopita TRA. Mfano unaambiwa ufuatilizie labda TIN number. Ukiingia mle ndani TRA unaambiwa utoke nje kwa ajili ya kusaidiwa mambo ya mfumo. Wakati wao wapo mle TRA ndani kwa ajili ya kutusaidia, na unapotoka nje unaambiwa malipo, wakati sisi tunatangaziwa kwamba malipo ni bure. Na kingine naomba tena ni shauri kupitia hii mikopo ya 10%. Ukiwa umesajiliwa vikundi, labda unaenda kama kikundi kwa malipo ya TRA, kule kuna kitu wameweka sasa hivi wanasema ni kampuni. Kwa hiyo sisi tunaomba tufutiwe hicho kitu kampuni, kwa sababu ukija kwenye malipo ya makato kule TRA ni mengi. Afu pia TRA tunaomba watoke nje watupe elimu, kwa sababu kuna mambo mengi ukipitisha labda ndani ya mwezi hujaenda au miezi miwili
unakutana na faini nyingi sana ambazo mtu haelewi mpaka umuelimishe ndo aelewe kwamba kuna hizo faini. Asante. Asante. Jina nani wewe? Jina nani? Naitwa Neema Mohamed Mongo. Neema Mohamed. Nafikiri hapa tumemaliza jamani. Hapa. Ngoja kwanza, tulikubaliana wasimame. Bado wangapi? Peleka hapo. Nimeshaambia hivi, nyinyi tu, mimi tena. Mpaka saa 2 usiku sawa? Mheshimiwa Mwenyekiti, wengi wetu tulifika saa 1:30 asubuhi. Jina. Asante. Kwa majina naitwa Jason Bashasha, ni katibu kata wa chama cha madereva na wamiliki wa pikipiki mkoa wa Dar es Salaam CMPD kata ya Saranga. Mimi swali langu linaenda moja kwa moja kwa mheshimiwa mwenye wizara yake. Kwa mfano sisi viongozi wa vituo pamoja na kata tunakabiliwa na uhaba wa uendeshaji wa ofisi zetu. Kata nyingine hazina ofisi. Kwa hiyo nilitaka kujua kwamba ofisi yako ina mpango gani wa kutusaidia vituo pamoja na kata ili tuwe na kazi data ya vituo vyetu pamoja na kata zetu, kujua wanachama wangapi ambao tuko nao ndani ya kata na vituo. Asante. Asante sana, na hapo nitambue uwepo wa mkurugenzi wa wizara anayeshughulikia makundi maalum. Juma, kokote uliko, sogea mbele. Kwa jina naitwa Adija Faraji, natokea Magomeni. Swali langu la kwanza ni kwa ajili ya mikopo, afisa mikopo, afisa maendeleo. Swali la kwanza, nimesikia benki 2 ndo zinatawala katika mikopo hii, lakini kuna wengine tumejiunga katika benki ya DCB. Je, tutapata huo mkopo? Swali la pili, asilimia kubwa waliopata mkopo ni wale wa zamani, wapya matarajio yapo? Swali la tatu ni kwako mheshimiwa. Mheshimiwa, tulikuwa tunakuomba endapo tutapata mkopo huu, basi isiwe kigezo kwamba tung'ang'ane na labda wilaya moja, kwa mfano Kinondoni, biashara tufanyie labda Kinondoni tu. Sometime labda Kinondoni kidogo imeshindikana, uwezekano wa kufanya biashara Temeke uwepo, basi tuweze kufanya hata biashara katika wilaya nyingine. Asante. Tumebakisha wangapi hapa waliosimama? Kwa majina naitwa Athmani Amiri Auka, ni mwenyekiti wa soko la Biasi. Okay. Kwa majina naitwa Athmani Amiri Auka, mwenyekiti wa soko la Biasi kata ya Chalambe. Swali langu unahusu utokaji wa vitambulisho. Tumeweza kujiandikisha vitambulisho toka mwaka jana mwezi wa 12 na malipo tumeweza kufanya. Cha ajabu mpaka kufikia tarehe ya leo vitambulisho hatujaweza kuvipata. Tatizo liko wapi? Asante. Mmelipa lini? Toka mwezi wa 12 mwaka jana. Sawa. Tunataka tuhamie huko. Hapa tumemaliza? Jamani, nyie mashuhuda, maana mwe mnashuhudiana. Nikisema mimi tumemaliza, mnasema bado, na nyie huko wamemaliza bado? Nyie subirini kidogo. Sawa? Ngoja tuende hivi, tunakuja kuwamalizia nyie wawili kwenye hili jukwaa. Sawa? Ni demokrasia tu. Maana kwani nyie mlikuwa kwenye ile kundi la awali? Hawa bado, hawa tayari. Hawa sasa sielewi. Tunaanza kutoa namba sasa. Wote mtaongea. Nyinyi huko tulimaliza?
Nitawaacha mkubaliane tukae mpaka saa ngapi ili tukanywe chai turudi. Aya, subiri. Nyie wawili mtarudi, sawa? Sawa. Twende vizuri, nitarudi. Maana mnataka muulize mkimbia hapo nitamjibu nani? Hapa wangapi? Simama juu. Tuwaone na nyie mshuhudie. Mko wangapi? Wangapi? Jamani tusikilizane sasa. Si tumesema tunarudi? Wangapi nyie? MC waangalie. Nyie mmejuana na nyinyi waangalieni. Hii timu ikiisha nitapita pita hapa na huku nako tuna adimo, tunamaliza tunaanza majibu. Haya, maiki itembee. Na nyinyi juu bado. Haya. Sawa. Muhesabu kabisa huko mko ngapi? Tuanze hapa. Kwa majina mimi naitwa Ibrahim Saidi Nanga, ni afisa usafirishaji ninayetokea wilaya ya Ubungo CMPD. Swali langu linaelekea moja kwa moja kwa kamanda wa kanda maalum. Mheshimiwa Kamanda, swali langu mimi dogo tu. Umezungumzia swala la amani na utulivu. Lakini amani na utulivu maana yake vinazingatia pia na utu, haki na usawa. Ninachohitaji kufahamu kutoka kwako, kwa sababu wewe ndio mwenye dhamana ya ulinzi mkoa wa Dar es Salaam. Wafanyabiashara wa usafirishaji tunapata shida kidogo ya kung'amua kwamba nani ana haki ya kuwakamata maafisa usafirishaji hasa maeneo ya katikati ya mji. Kwa sababu unakwenda katikati ya mji, unaweza ukadrive pikipiki ukiwa umekamilika, inatokea pikipiki huku wenyewe hawana helmeti, hawana chochote, wanakuja wanachomoa funguo kwenye pikipiki yako. Sasa hili linaleta shida. Bahati mbaya juzi kama ulitazama eneo la faya, na ndio kwenye changamoto kubwa, palizuka mpaka furugu, jambo ambalo kiukweli linaweza kuhatarisha amani ya nchi. Watu wamechoka, watu wanatafuta, na katika utafutaji wanahitaji waheshimiwe. Sasa tulikuwa tunahitaji kina nani wana haki ya kumkamata dereva, na tumtambue kwamba huyu anayekuja mbele yangu ndo ana haki ya kunikamata, huyu kwa ujaji huu hastahili kunikamata. Swali langu lilikuwa hilo. Asante, na inaonekana ni kero ya watu wengi, basi mtapata majibu. Tembeza mic. Na asalimu kwa jina la Jamhuri. Kwa majina anaitwa Fatma Misheni, katibu wa baba na mama lishe wilaya ya Kigamboni. Swali langu kwa kamanda. Kamanda, umetupa elimu kuhusu amani na umetusisitiza sana tuilinde amani ya nchi yetu. Lakini cha kushangaza kwa upande wangu, tunaona maskari ndo wanaongoza kututia hofu na mitutu yao, kwa sababu pale feri upande wa posta ukipita unakuta magari, sijui mitutu, hatujazoea hivyo. Tunachoomba ili sisi tuwe na amani, mutoe matangazo aidha kwenye kivuko, kwenye vyombo vya habari, ama kutufikia kwa vikundi maalum, lakini sio kwa hivyo ambavyo mnapita na mitutu mnatutia hofu. Swali la kwanza. Swali la pili kwa benki. Mimi ni mjasiriamali mdogo, ni mama lishe. Leo na viungo vyangu viwili na kila kitu, alhamdulillah. Nimekuja kukopa mkopo ule wa kitambulisho cha mjasiriamali. Vipi kesho ikatokezea nikapata ulemavu nikashindwa kufanya kazi? Je, nitachukuliwa kile ambacho nilicholeta zamana, au ndio mtani hukumu kwa hukumu ambayo mnaojua nyinyi wenyewe? Napenda kuwasilisha. Halo? Hebu rudia hapa kidogo, tumepata shida. Swali la mwisho. Ngoja. Mfano, mimi ni mjasiriamali mdogo. Tuchukulie tu mfano mzuri. Mimi ni mke mjasiriamali mdogo, kaka hapa dereva bodaboda ni mume wangu. Mume wangu kakopa mkopo wake wa kitambulisho cha mjasiriamali, mimi nimekopa mkopo wangu wa kitambulisho cha ujasiriamali. Ikatokezea mitihani ya kibinadamu, mume wangu akapata ajali kazini, akapata ulemavu wa maisha, akashindwa kurejesha mkopo, tukapata matatizo ya kifamilia. Ipi hatma ya mume wangu? Atanyang'anywa bodaboda yake ambayo aliyoweka zamana,
au mtamsaidia vipi ili tuweze kulipa lile deni au mtamsamehe vipi? Napenda kuwasilisha. Okay, asante, Meleka. Anayefuata nani? Mimi naitwa Habibu Ndege, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sandali kutoka Temeke, Dar es Salaam. Uko wapi wewe? Nipo hapa mama. Okay. Mimi na ombi langu tu meza kuu hapa. Sisi ni wenye viti wa serikali ya mtaa ambao ndio tunatoa barua za utambulisho kwenda kuchukua mikopo au ndugu zetu. Lakini kwa bahati mbaya leo tumesahaulika kutambulika, sio tatizo. Sisi ni moja ya sababu tunaosababisha wananchi kupata mkopo. Lakini hata sisi tunaotoa hizo barua tuna uhitaji sana wa mikopo. Lakini tunashindwa. Kwa nini tunakosa kutambulika kama na sisi tuna haki ya kupata mikopo? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mama, kama kutakuwa na uwezekano tutengenezewe kipengele na sisi wenye viti ambao tunaishi katika wakati mgumu tupate mkopo ili mradi uweze kutujikimu kimaisha yetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Nyambagari Gervasi, ni mkazi wa Tandika. Niombe radhi kama hamkutambuliwa wenye viti wa serikali za mitaa kwenye itifaki rasmi. Nadhani sio kwa makusudi, imetokea tu bahati mbaya ya kibinadamu. Kwanza mlichukulie hivyo, na kwenye ripoti hii mtaingia mlikuwepo, na sisi tunawajua nyinyi ndio waleta maendeleo katika taifa hili. Wenye viti wa serikali za mitaa oye! Mabingwa kabisa nyie. Kwa kweli niombe radhi kwa hilo, lakini kwenye ripoti yetu itasomeka kwamba mlikuwepo na mchango wenu umechukuliwa. Hilo limepokelewa. Pale nimehama manake mic naona imezima. Naomba tuendelee eneo hili. Nani? Tunahitaji afande Mulilo na kikao kingine saa 9. Kwa hiyo kwa majina naitwa Nyambagari kutoka kata Tandika. Swali langu mimi ni kwa afisa maendeleo na kabineti yake kwa ujumla. Tunarudi kwenye masuala ya huduma, ndio mikopo mmetoa. Tunakuja katika biashara zetu hizi, kuna vitu vinaitwa service levy na kuhusu masuala ya makadirio. Service levy imekuwa changamoto kidogo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Inasema mfanyabiashara mdogo atoe 0.3 na ilipo kwa awamu 4. Lakini imekuwa tofauti. Inapofika katikati ya mwaka, watu wa halmashauri wanakuja kubeba bidhaa au mitambo ya mjasiriamali mdogo, kisa hajalipa service levy, na ukiangalia amelipa na muda wake haujaisha, ila wanahitaji tena alipe tena service levy ya mwaka. Na kwa kufosi kabisa wanachukua bidhaa zake na kila kitu alichonacho. Sasa hapo kunakuwa hakuna namna ya kumsaidia mjasiriamali. La pili, TRA. Mimi ni mjasiriamali mdogo na mmenipa wito wa kwamba nikafanyiwe makadirio. Nimeenda pale ofisini TRA, lakini sipati ushirikiano wowote zaidi ya kupewa fomu tena nizirudishe kwenye serikali zangu za mitaa, na kule nako wananirudisha tena, nenda TRA, sisi hiki hatukifahamu. Ninachoomba TRA watoke warudi kwenye jamii wakatoe elimu nini maana ya kukadiriwa. Pia la tatu, kwenye benki ya CRDB mnasema tufungue akaunti za vikundi, si ndio? Lakini hizo akaunti tunafungua lakini haziwi active, tofauti na akaunti zingine. Kama mimi mtu wa kawaida napoenda kufungua napata pale pale akaunti yangu, tofauti na za vikundi. Unapeleka dokumenti zote, data zote, unaambiwa subiri ndani ya wiki moja. Wiki moja inazidi mpaka inamaliza mwezi, akaunti haijakamilika. Hiyo inakuwaje? Okay, asante sana, umeeleweka. Nani wamebaki wangapi hapa? Tunataka tutumie dakika 6
tuanze kuruhusu majibu, huenda majibu mengine mkayapata huko huko. Sisemi kwamba nyinyi huku hamtauliza swali, mtauliza, ila tunakwenda na timing ya kamanda Mulilo ana kikao kingine aanze kujibu yale yanayomhusu mambo ya usalama, alafu tunaendelea na mambo ya maendeleo. Karibu hapo 1, 2, 3, dakika 6 hizo zinakwenda. Yule pale 7, 8, 9, 10. Jamani, quickly. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mnamalizia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitoe maelezo mafupi kwenye mambo machache ambayo yamenihusu mimi kama mwakilishi wa jeshi lenu la polisi. Nianze na Geoffrey. Namna gani jeshi au polisi wanaweza kumtambua huyu ni mhalifu na huyu sio mhalifu? Sasa jibu lake hilo ni rahisi tu. Upolisi ni taaluma. Upolisi ni ujuzi. Upolisi ni maarifa. Upolisi unasomewa. Sasa na miongoni mwa masomo makubwa yanayojibu swali hilo lipo somo linaitwa criminology and penology. Yaani somo linalohusu uhalifu. Yaani unafanyaje uhalifu? Unaweza kumjuaje mhalifu? Dalili za mtu kutaka kufanya uhalifu ni zipi? Tabia zake ni zipi? Mwenendo wake ni upi? Matendo yake ni yepi? Kwa hiyo ukiangalia tu ile mienendo, zile tabia, unaweza kujua huyu anataka kufanya kitu fulani. Na bahati nzuri Geoffrey amesema yeye ni mwanafunzi. Yaani kama vile tu darasani mwalimu ambavyo anaweza akajua huyu mwanafunzi anataka kuibia mitihani. Kwa hiyo ukiangalia tu maandalizi yake, tabia anazozifanya kwenye chumba cha mtihani, anafanya kitu gani, unaweza kujua huyu anataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo vile vile upolisi ukitaka kumjua mhalifu unamjua kwa tabia za namna hiyo. Swaiba alisema elimu gani tunaitoa ya kudumisha amani kwenye maeneo mengine tofauti tofauti. Sisi tumekwisha anza, tunazo programu za polisi kata ambao wanakutana na watu mara kadhaa kule chini kabisa. Kama mmesikia polisi kata, wale wanaofuatilia kwa karibu sana wanajua polisi kata wanafanya nini. Lakini wengine tunatumia vyombo vya habari, redio, televisheni, lakini kukutana na makundi, bodaboda wanajua, ambao ni wa maafisa wa usafirishaji, tunakutana nao sana. Pale Machinga tunakwenda sana. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunafanya kwa njia hizo. Mtu mwingine aliitwa Sanga ameongelea swala la usafirishaji ambao kuna masuala ya utu, haki na usawa. Shida alizozieleza ni nani ana haki ya kukamata watu wanaotenda makosa yale usalama barabarani. Anataka kujua nani mwenye haki ya kukamata. Ina maana yeye kukamatwa sio shida, ila anamtaka mwenye haki ya kumkamata. Nilivyomuelewa. Kwa hiyo Sanga, mimi nakushauri la kwanza, kabla ya kumjua mwenye haki ya kukamata, usifanye matendo ya kukufanya ukamatwe ili umtake mwenye haki ya kukukamata. Cha kwanza, akili yako iweke sawa, usipende kukamatwa na mtu yoyote, hata yule mwenye haki ya kukukamata, usipende akukamate. Kwa hiyo cha kwanza, usifanye makosa. La pili, tunazo mamlaka nyingi za kukamata, hasa kwenye masuala haya ya usafirishaji. Ukiacha polisi ambao ni watu wa usalama barabarani, ziko mamlaka zingine kama LATRA, wanaweza kukuhoji jambo lolote. Mamlaka zingine za leseni zinaweza zikakuhoji. Kwa hiyo zipo mamlaka nyingi za kisheria, na mamlaka hizo sio zote ambazo zinavaa uniform. Sio wote wana uniform, japokuwa ni rahisi wakitaka kufanya kazi wakafanya karibu na polisi wenye uniform. Kwa hiyo ili kuondoka kwenye adha hiyo na kutoleta pukushani, jenga tabia ya kufanya shughuli zako
kwa kufuata misingi ya kisheria. Usipende hata huyo unayemtaka kwamba traffic officer au polisi akukamate. Tujenge tabia ya kuzingatia misingi ya kisheria. Fatuma aliuliza swala moja kwamba anaona mitutu magari wanawatia hofu. Sasa unanirejesha kule kwenye criminology and penology. Mtu anaogopa polisi, anaogopa magari ya polisi mazuri ambayo yanalinda usalama. Sasa huyo kwenye criminology and penology unaweza kumjua ni mtu wa namna gani? Anayeogopa usalama ambao unaimarishwa. Miundombinu ya kiusalama inaimarishwa, halafu yeye anaogopa. Sasa huko mbeleni unaweza kumjua huyu mtu anaweza kuwa nani? Watu wanatamani wale polisi na yale magari yaende mpaka kwenye kata. Watu wanatamani kile unachokiona pale Kisutu kiwe mpaka Kinyerezi, Kitunda, Mwanagati, Msongola, Kivule. Wewe unaogopa? Badala ya kupongeza, badala ya kufurahi. Lakini pili, nafikiri ulikuwa ufuatilii. Wewe unatoka feri, unapita Kisutu pale. Ufuatilii pale Kisutu kulikuwa na nini? Au mwanzoni wakati mashauri yanaanza kuendeshwa pale kulikuwa na mambo gani? Kwa hiyo wale watu unaowashangaa wamesaidia kuimarisha ulinzi na usalama, ndio maana wewe unaweza kupita sawasawa eneo lile. Kwa hiyo kwa kifupi sana, masuala yale ulinzi na usalama yataendelea kuimarishwa, na watu wema wanawapenda polisi. Watu wema wanapenda vifaa vile. Watu wema wanapongeza. Kwa hiyo na wewe naomba ujiunge kwenye hilo kundi kubwa, badala ya kuogopa ufurahi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, maswala ambayo yalielekezwa kwenye jeshi la polisi yalikuwa ni machache kwa kiwango hicho, na mimi niwashukuru sana, na kama kuna mengine tutaendelea kuwasiliana na tunaweza tukajibu kwa kadri ambavyo utanipa fursa kupitia maandishi yatakayojitokeza. Nawashukuru sana.